Okay, tunaendelea tena kusonga mbele. Kuna kitu tujikumbushe kidogo. Kuna msingi mzuri pia katika kuelewa. Kuna baadhi ya vitu. Kuna watu wanakuwa wanalalamika uhuru wa kutembea kwenye gita lote. Sasa uhuru uko katika kujua tu ile mishiko mitatu ambaye ni C shape, E shape pamoja na A shape. Ushaielewa tu hii mishiko, huwezi kosa uhuru kabisa kutembea kila mahali kwenye gita. Mfano ufungo wetu ambaye tunapiga ni huu hapa. Hapa ni kwenye E shape. Kwa hiyo ukishika E shape ukiwa unapanda kuja huku, E shape inaambatana na A shape ya kwanza, A shape ya pili. E shape, A shape ya kwanza, A shape ya pili. Unakuja unashika hapa C shape. C shape kuna E shape ya kwanza na E shape ya pili. Unakuja unakutana tena na kitu kinachoitwa E shape. E shape kuna C shape ya kwanza na C shape ya pili. Unakuwa umemaliza gitaa. Sasa zoezi ambalo unatakiwa uanze kufanya, unaenda unakuwa umemaliza, umefika kwenye hapa tuliko. Sawa. Kwa ukifika hapa tena unaanza kwenye E ulipoanzia ndio umefika mwisho. Kwa hiyo unaanza na E shape, A shape, A shape, C shape, E shape, E shape, E shape, A shape, C shape, C shape, alafu E. Yaani ukielewa tu hizi njia zitakupa urahisi sana wewe kuelewa gita pasipo kizuizi chochote. Yaani gita ni rahisi sana iwapo tu utaelewa hizi kanuni. Iwapo utaelewa hizi kanuni, gita lako ni rahisi mno kuliko wewe unavyolichukulia. Yani ni rahisi sana, yani ni rahisi mno. Ni rahisi. Kwa mfano hapa tunapoanzia ni E shape. Tukianza kwenye E shape, inayofuata ni A shape. E shape inaambatana na A shape ya kwanza na A shape ya pili. Ukifika hapa kwenye A shape ya pili, unakuja kushika hapa unashika C shape. Ukishika C shape inaambatana na E shape ya kwanza na E shape ya pili. Unakuja hapa unashika A shape. A shape inaambatana na C shape ya kwanza na C shape ya pili. Unakuwa umemaliza. Ukija hapa unashika E shape ambayo ndio hii hapa. Umekamilisha zile funguo zote 12. Unakuwa unakamilisha zote zile bridge 12. Kwa hiyo unaanza na E shape, A shape. Sawa. A shape ya pili, C shape. C shape na E shape ya kwanza, E shape ya pili, A shape. A shape kuna C shape ya kwanza na C shape ya pili, unakuja tena kwenye E shape. Kwa hiyo hizi zitakusaidia sasa wewe kuanza kufanya melodi zozote ambazo unakuwa unatembea kwenye. Sawa.
Sawa. Kwa hiyo inaenda hivyo, E shape, A shape, A shape inafuata. Alafu hapa kwenye A shape unakuja unatengeneza C shape. C shape inaambatana na E shape ya kwanza na E shape ya pili. Unakuja unatengeneza A shape. A shape inaambatana na C shape ya kwanza na C shape ya pili. Unafika tena kwenye E shape ambayo inakuwa ni hapa. Sawa. Kwa ukielewa mahesabu haya, kuja kufanya kutengeneza kitu juu ya hii mishiko sasa, haitakuwa na kazi sana kwako. Yaani unaweza kwa create kitu chochote ambacho kinaweza kikakusaidia kwenye muziki wako na ukafanya tu kitu kikubwa kabisa kisichokuwa na, yani kisichokuwa kinakubana, tayari unakuwa una uhuru. Kwa hiyo kwa mfano hapa kwenye E shape hapa, sawa. Yaani kwa mfano si uko hapa kwenye E shape, kwenye A shape. Sasa kwenye A shape unaweza labda uka C shape ya kwanza na C shape ya pili ukaanzia hapa kutengeneza kitu ambacho utatembea hapa mpaka hapa. Nitaanzia hapa kwenye A shape, E shape, alafu C shape ya kwanza, C shape ya pili na kwenye E shape. Ndio nitatembea mazingira haya uone. Sasa kutembea kwako mahali unaenda, yani inakuwa tayari umeshapata mwanga kwamba hapa si nimetoka E shape. Tayari umeshajua hapa nikicheza hapa tayari nitakuwa niko kwenye C shape. Kwa hiyo unakuwa unapambana sasa na zile njia za kwenye C shape. Kwa mfano sawa. Kwa hiyo unacheza tu kwenye funguo, kwenye yani kwenye mishiko hili, kwenye ufunguo huo tu. Maana melody zinatakiwa ukianza ufunguo wa kwanza melody zote ziwe zinalia kuianisha ule ufunguo. Kwa mfano yani ni rahisi sana ukielewa. Sasa shida ambayo inakuja, yani hebu jitahidi kuelewa, angalau uelewe basi hata mshiko mmoja tu. Yani unajua hivi vitu ni vya kulazimisha sometime. Kwa hiyo usije ukaona kwamba watu ambao wanafanya ni kwamba wao akifanya tu hivi anapata kitu. Kuna muda unatakiwa ukae sasa ulazimishe kile kitu kiingie ndani mwako. Kikishaingia kuna hatua utaipata. Sasa shida ni kwamba kuna vitu tu tukipata changamoto kidogo kulazimisha kitu kiingie, unaona kuna ugumu fulani. Kwa hiyo tujitahidi kulazimisha. Yani jitahidi kudili na hichi kitu ambacho yani unaona kabisa hiki kitakusaidia. Alafu kwa
E shape, alafu C shape, alafu C shape ya pili, ya kwanza, alafu A shape, E shape, yani ni rahisi sana tu, unakuwa unapiga yani sijui hata nitumie lugha gani unielewe, lakini ni rahisi sana kuliko vile unavyofikiri. Yani ni simple sana, yani simple sana. Utakuwa tu unafanya alafu hapa ni E shape. E shape unaanza na kwenye E shape, alafu unakuja C shape, unakuja tena C shape ya kwanza, alafu unakuja kwenye E shape, alafu E shape tena nyingine, alafu unakuja kwenye C shape. Yani ni rahisi sana iwapo tu utaelewa kanuni. Ni simple sana. Kwa hiyo kitu cha msingi, yani unajua tu hapo umeanza na E shape. Unajua ukianza na E shape kinachofuata ni C shape, ukiwa unashuka kwenda hivi, kinachoshuka ni C shape ya pili na C shape ya kwanza. Alafu unaanza tena na A shape. A shape ukiwa unashuka kuna E shape ya kwanza na E shape ya pili unakutana na C shape. C shape ukiwa unashuka kuna A shape ya kwanza na A shape ya pili na A shape ya kwanza ndio unakutana tena na E shape, unakuwa umemaliza. Kwa hiyo yani ukielewa hizi tu, kwa sasa zoezi la kufanya ili uelewe zaidi, unaweza ukishika inaenda hivyo, sawa, inaenda hivyo. Yani ni rahisi sana, rahisi sana, rahisi sana. Kwa hiyo unafanya tu alafu C sawa. Kwa unaanza nini? Sawa, so iko tu hivyo kidogo, mambo mazuri taratibu. Kwa hiyo hebu pambana kuelewa, alafu fuata kanuni, utafanya tu vitu vizuri vikubwa. Mungu akubariki sana, tuko pamoja. Mungu akutie nguvu, tuko pamoja, tunasonga kwa ushindi, tutafanya mambo makubwa.